Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba uwe pamoja nasi sote sasa tunapokwenda kusikia ujumbe wa neno la Bwana. Tuombe. Mungu wa neema, katika jina la Yesu, asante, umetupenda upeo. Asante Bwana kwa namna ambavyo umeendelea kujidhihirisha kwetu siku hata siku, dakika hata dakika, sekunde hata sekunde. Mungu, katika jina la Yesu, tunajitakasa kwa hiyo damu ya msalaba, tunajitakasa kwa hiyo damu ya neema. Tunaomba damu yako iachilie rehema juu yetu, iachilie neema juu yetu. Mungu wa neema, katika jina la Yesu, imefika wakati ambao Bwana tunatamani kwenda kusikia ujumbe wa neno lako. Ninaomba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu akatufundishe, akaseme na mioyo yetu na roho zetu, tukapate kupokea kile ambacho umekikusudia kwa ajili yetu leo. Nami naahidi ya kwamba Bwana, sifa zote na utukufu wote zitaendelea kukurudia wewe. Mungu, katika jina la Yesu, ninakusihi kwa pendo lako, kila aliyekanyaga kwenye ibada ya leo atoke akiwa na nuru, huku akikutukuza na kusema kwamba hakika leo nimemwona Bwana, hakika leo nimemwona Bwana. Hayo yatawezekana Bwana endapo utatuhudumia wewe. Mungu, katika jina la Yesu, utuhudumie wewe. Amen. Wapendwa katika Bwana, neno ambalo linatuongoza linapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 3. Biblia inasema, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Amen. Tukae katika uwepo wa Bwana. Wapendwa katika Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa washarika, haleluya. Wanaosaidiwa na Bwana, haleluya. Wanaosema sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana, haleluya. Wanaosema tunamtukuza Mungu kwa kuingia mwaka mpya tena, haleluya. Wanaosema mwaka huu 2026 ni mwaka wa kuinuka kwangu tena, haleluya. Tunamtukuza Mungu aliyetupa neema ya kuingia mwaka mpya. Wapendwa katika Bwana, Jumapili ya leo ni Jumapili ya kwanza katika mwaka huu, na kwa sababu ni Jumapili ya kwanza katika mwaka huu, hii Jumapili tunasema ni Jumapili limbuko. Ni Jumapili limbuko, ni Jumapili ambayo ni msingi kwa ajili ya mwaka mzima, kwa sababu hii ndio siku ya Bwana. Ni sawa kwamba tuliuanza mwaka siku ya Alhamisi, ile kwamba Jumapili hii ndio Jumapili ya kwanza kwa mwaka huu, ndio Jumapili ambao ni msingi kwa mwaka wote. Na kwa sababu hiyo ni lazima tuhakikishe kwamba tunapokea kitu cha kimungu, kitu cha kimadhabahu tutakachotembea nacho mwaka huu mzima, kitakachokuwa msingi kwa mwaka huu wote, ili tuweze kufika pale ambapo Mungu amekusudia katika jina la Yesu. Na ninatamka kwenye hii madhabahu kwamba lazima mwaka huu kila mmoja aliyekanyaga kwenye ibada hii atafanikiwa kama ambavyo Mungu amekusudia katika jina la Yesu. Hakuna chochote kitakachozuia neema yako, hakuna chochote kitakachozuia mafanikio yako. Ninakutamkia kwenye hii madhabahu katika jina la Yesu, ni lazima utafika pale ambapo Mungu amekusudia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wapendwa katika Bwana, Mungu ametupa ujumbe wenye kichwa kinachosema ijue siri ya kuwa na nuru katika msimu mpya. Ijue siri
ya kuwa na nuru katika msimu mpya. Wapendwa katika Bwana, Mungu ametupa neema ya kuingia mwaka mpya 2026. Kwa kawaida kiroho, kila mwaka mpya ambao mtu anauanza au mtu anauingia ni msimu mpya kwa ajili ya maisha ya mtu husika. Kwa hiyo ile tu kwamba umeingia mwaka mpya, uwe na uhakika umeanza pia msimu mpya kwenye maisha yako. Na kila msimu mpya kwenye maisha ya mtu huwa umebeba neema kubwa ya kimafanikio kwa ajili ya mtu husika. Huwa umebeba neema kubwa ya kimafanikio kwa ajili ya mtu husika. Na kwa sababu hiyo, mara nyingi katika msimu mpya, mwanzo wa msimu mpya wowote huwa ni mwanzo ambao unakuwa na vita ya aina yake, kwa sababu mara nyingi mwanzo wa kila msimu mpya huwa unakuwa na giza. Mwanzo wa kila msimu mpya huwa unakuwa na hali ya utupu. Mwanzo wa kila msimu mpya huwa unakuwa na hali ya ukiwa. Ndio kitu ambacho tunakiona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 ule mstari wa 2. Kwenye mstari wa 2 Biblia inasema, Mwanzo 1 mstari wa 2, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Unaona hicho kitu? Anazungumza kwamba nchi ilikuwa na hali ya ukiwa, ilikuwa na hali ya utupu, ilikuwa na hali ya giza. Hapa ni mwanzoni, wakati Mungu anataka kuanza kazi ya uumbaji. Ameumba mbingu. Mbingu zimekuwa na nuru automatic. Akaumba dunia. Lakini pale kwenye dunia anapotaka kumweka mwanadamu, anapotaka kuweka vitu vyote vya kumsaidia mtu kufanikiwa, angalia pale mwanzo kulikuwa kuna nini? Biblia inasema hivi, hapo mwanzoni kulikuwa kuna hali ya ukiwa, kulikuwa kuna hali ya utupu, kulikuwa kuna hali ya giza imefunika pale mwanzoni. Kwa nini? Kwa sababu kiroho, kila msimu mpya unapoanza kwenye maisha ya mtu, huo unakuwa na hali ya giza, huo unakuwa na hali ya utupu, huo unakuwa na hali ya ukiwa. Na ndio maana mara nyingi watu wengi wanasema mwanzo ni mgumu. Tunakutana na watu wengi, ukikuta ndo anaanzisha kitu au ameanza jambo, anakuambia mwanzo ni mgumu, mwanzo ni mgumu, mwanzo ni mgumu. Kwa nini wanasema mwanzo ni mgumu? Ni kwa sababu ya hali za namna hiyo ambazo huwa zina kawaida ya kutawala mwanzoni mwa jambo. Kwa hiyo ndio maana pia unaweza kuelewa nini maana yake mara nyingi watu wanaposema kwamba mwezi Januari ni mwezi mgumu, mwezi wa kwanza ni mwezi mgumu. Ni kwa sababu ya hali ya ukiwa, hali ya utupu, hali ya giza ambayo huwa inatawala mwanzoni mwa jambo. Sasa giza la namna hiyo linapokuwa limefunika mahali, linapokuwa limekaa mahali, lazima kutakuwa kuna uzito katika uendeshaji wa mambo na katika kufanya mambo yaende kama ambavyo unataka. Na ndio maana watu wengi mara nyingi wanachoka, wanakata tamaa, wanavunjika moyo pale mwanzoni. Kwa nini? Kwa sababu ya vita ambayo huwa tunaita vita katika hatua ya kwanza. Mungu anapoleta ujumbe wa namna hii, anatamani kila mmoja ambaye anasikia ujumbe huo auchukulie binafsi na ubebe binafsi, ili kusemesha na kuamuru nuru ipate kutawala kwenye maisha yake, kwenye biashara yake, kwenye vitega uchumi, kwenye nafasi yake kazini, upate kutamkia nuru. Na ndio maana unaona kwenye hichi kitabu ambacho tumekisoma cha Mwanzo 1 mstari wa 3, Biblia inasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hii ndio sauti ya Mungu iliyozungumza kwa mara ya
kwanza. Yaani hapa ndio Mungu anazungumza kwa mara ya kwanza toka ameumba mbingu na nchi. Zaidi ya kuzungumza mbinguni, hajawahi kuzungumza. Hapa ndio Mungu anazungumza kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza. Lakini angalia, sauti yake ya kwanza inayotoka inalenga kuachilia nuru na kuruhusu nuru. Ndio maana Biblia inasema hivi, Mungu akasema iwe nuru na ikawa nuru. Anachotafuta Mungu kushughulika nacho ni lile giza ambalo huwa linatawala katika hatua ya kwanza, ni lile giza ambalo huwa linatawala katika hatua ya mwanzo, ni lile giza ambalo huwa linatawala mtu anapoanza msimu mpya. Nami Mungu amenituma kwenye madhabahu hii asubuhi ya leo nikutamkie kwa imani katika jina la Yesu, ikawe nuru kwenye maisha yako katika jina la Yesu, ikawe nuru kwenye biashara yako katika jina la Yesu, ikawe nuru kwenye nafasi yako kazini katika jina la Yesu, ikawe nuru kila eneo la maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nuru ikitawala utainuka tena katika jina la Yesu. Nuru ikitawala utaongezeka tena katika jina la Yesu. Nuru ikitawala hakutakuwa na hasara tena katika jina la Yesu. Nuru inapotawala utapiga hatua mpya na kuendelea mbele katika jina la Yesu. Na ndio maana Mungu ameweka msukumo huu ndani yangu, nije nikutamkie nuru kama kuhani wako wa madhabahu, nije nikutamkie nuru kama kuhani wako, na iwe nuru katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema iwe nuru kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Nyanyua mkono wako mmoja kwa Bwana, sema iwe nuru kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Sema tena kwa imani, iwe nuru kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Kama wewe ni mfanyabiashara, tamka nuru kwenye hiyo biashara. Kama unafanya kazi, umeajiriwa, tamka nuru kwenye hiyo nafasi yako kazini katika jina la Yesu. Nakupa dakika moja, tamka nuru, tamka nuru kwa imani. Ninatamka ikawe nuru kwenye biashara ya baba yule, kwenye biashara ya mama yule, kwenye kazi ya baba yule, kwenye kazi ya mama yule, kwenye biashara ya kaka yule, kwenye kazi ya dada yule, kwenye biashara ya dada yule, kwenye kazi ya ndugu yule, ikawe nuru katika jina la Yesu Kristo. Na kila mwenye pumzi aseme amen. Wapendwa katika Bwana, unapouanza msimu mpya, jambo la pili ambalo msimu mpya huwa unadai, kwa sababu kila msimu mpya huwa unadai mambo mawili. Kila msimu mpya huwa unadai mambo mawili kwa mtu. Jambo la kwanza, kila msimu mpya huwa unadai nuru. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, kila msimu mpya huwa unadai agano, huwa unadai agano, huwa unadai agano. Na ndio maana kwenye neno la pili ambalo tumelisoma kwenye hicho kitabu cha Mwanzo sura ya 17, sura ya 17, huo mstari wa pili, naomba wote kwa pamoja tusome hilo andiko. Ni la msingi sana, nikusemesha kitu hapo alafu tuendelee mbele. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa pili. Mwanzo sura ya 17 mstari wa pili. Biblia inasema hivi: nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Hebu tusome wote kwa pamoja, kanisa zima. Kama hujapata kwenye Biblia, imewekwa pale kwenye skrini yetu. Tusome kanisa zima, 1, 2, 3. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Nisikilize hapa. Abrahamu alikuwa ameanza msimu mpya kwenye maisha yake. Alikuwa amefikisha mwaka wa 99, hana mtoto, hana familia, lakini ni tajiri, ana fedha, ana mali. Akawa anamuuliza Mungu, Mungu, nitakufa wakati sina mtu wa kurithi mali zangu na sina mtu atakayesimama badala yangu. Angalia, Mungu anamtokea kwenye huo msimu mpya, anamsemesha kwa habari ya agano, anamsemesha kuhusu agano. Anamwambia
ili nikuzidishe sana sana. Na ukiangalia huko chini utaona amzidishe kwenye uchumi, amzidishe kwenye uzao, amzidishe kwenye heshima, amzidishe kila eneo. Anamwambia ili nikuzidishe sana sana, ninahitaji kufanya agano na wewe. Kwa hiyo Mungu alikuwa anamsemesha kuhusu umuhimu wa agano katika msimu mpya. Kwa Mungu anamwambia ninataka kufanya agano mimi na wewe. Kwa nini? Kwa sababu agano huwa ni kati ya mtu na Mungu wake, ni makubaliano binafsi kati ya Mungu na mwanadamu, makubaliano binafsi kati ya Mungu na mwanadamu. Mungu hatembei na wewe kwa sababu tu upo unaishi. Mungu anatembea na wewe kwa sababu una agano na yeye. Na ndio maana katika kila msimu mpya wa maisha ya watu kwenye Biblia utaona Mungu anafanya nao agano. Kila msimu mpya Mungu anafanya nao agano. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu wa roho unafanya kazi kiagano, unafanya kazi kiagano. Tumeanza msimu mpya wa mwaka mpya. Umekubaliana nini na Mungu wako kwenye eneo la biashara yako? Tunasema agano lako na Mungu kwenye biashara. Umekubaliana nini na Mungu kwenye eneo la nafasi yako kazini? Tunasema agano lako na Mungu kwenye eneo la kazi. Umekubaliana nini na Mungu wako kwa ajili ya watoto wako? Tunasema agano lako na Mungu kwenye familia. Umekubaliana nini na Mungu kuhusu afya yako? Tunasema ni agano lako na Mungu kwenye eneo la afya. Umekubaliana nini na Mungu kwenye eneo lako la uchumi? Tunasema ni agano lako na Mungu kwenye lango la uchumi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ili akuzidishe kwenye eneo lolote anategemea sana aina ya agano ambalo umefanya na yeye. Na ndio maana Mungu ameweka mzigo huu ndani yangu asubuhi ya leo, nikusemeshe kwamba unaporudi nyumbani kwako, unapokuja kwenye madhabahu, hebu fanya agano na Mungu wako. Mwambie Mungu, Mungu ninafanya agano na wewe kwa ajili ya hii biashara. Ninakuomba mwaka huu niliouanza ukanizidishe sana kwenye biashara yangu katika jina la Yesu Kristo. Ni wangapi hapo wananiambia nafanya agano na Mungu la kuzidishwa kwenye biashara yangu mwaka huu katika jina la Yesu Kristo? Wacha Mungu akakuzidisha kwenye hiyo biashara kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, sema amen. Wangapi hapa wananiambia ninafanya agano na Mungu, ninakubaliana na Mungu asubuhi ya leo kwenye madhabahu ya kwamba nitainuka sana kwenye nafasi yangu kazini, nitapanda cheo, nitaongezwa mshahara, nitaonekana tena, nitasafiri sana, nitastawi sana? Waseme amen, amen. Wangapi hapa kwenye hii madhabahu asubuhi ya leo? Maana tuko kwenye madhabahu, kila agano linafanyika penye madhabahu. Wanaosema kwamba ninafanya agano na Mungu katika mwanzo huu wa mwaka ya kwamba nitakuwa na afya njema, mimi na familia yangu yote nitadunda nikiwa na afya njema, sitakufa, familia yangu haitakufa, cha kwangu chochote hakitakufa katika jina la Yesu. Ni wangapi hapa wananiambia naingia agano la namna hiyo na Bwana Yesu? Aseme amen, amen. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Amen, amen, amen. Nisikilize, nisikilize. Mungu anaweka msisitizo wa watu kutamka nuru juu ya maisha yao, juu ya biashara zao, juu ya nafasi zao kazini, juu ya vitu vyao. Mungu anaweka msisitizo wa sisi kutamka nuru, kwa sababu anajua kabisa kwamba moja ya vita ambayo huwa tunaipitia kwenye maisha yetu ni vita inayoamuriwa kwa kutumia silaha ya giza, ambapo giza linatumika kama silaha ili kumdhibiti mtu asije akainuka eneo lolote la maisha yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 9 mstari wa 2 utaona kitu cha namna hiyo. Biblia inazungumza juu ya kitu cha namna hiyo, kwamba moja ya kitu ambacho, moja ya kazi ambayo imemleta Kristo ni kuja kushughulika na giza, kuondoa giza na kuleta nuru, ili watu waliokaa kwenye giza watoke kwenye giza na kuingia kwenye nuru. Nisikilize, giza linapotumika kama silaha ya kuharibu maisha ya mtu, kama hilo giza limeachiliwa kwenye lango la afya ya mtu, huyo mtu atajikuta
anaumwa mara kwa mara, akienda kupimwa ugonjwa hauonekani kwa sababu kuna giza limefunika. Na ndio maana unaweza ukakutana na kitu cha namna hiyo. Lazima tu hapo mwahi kusikia kwamba kuna mtu anaumwa, akipimwa ugonjwa hauonekani, pima na kupima ugonjwa hauonekani, lakini mtu anaumwa sana, ila ugonjwa hauonekani. Kitu gani kimeachiliwa hapo? Hiyo ni ishara mojawapo inayosema kwamba kuna giza limeachiliwa kwenye lango la afya ya huyu mtu. Ndio maana anapimwa, hakuna ugonjwa unaoonekana. Kwa nini? Kwa sababu adui kapiga giza kwenye lango la afya. Nisikilize, adui anaweza akaachilia giza kwenye jina la mtu, kwenye jina la biashara ya mtu, kwenye jina la kampuni ya mtu. Ukashangaa miaka nenda rudi, jina lako halitajwi popote, jina la kampuni yako halitajwi popote, jina la biashara yako halitajwi popote. Kumbe kuna giza limeachiliwa kwenye ulimwengu wa roho. Hebu ngoja tuangalie andiko moja. Hebu naomba niwekee hapo kwenye ubao kitabu cha Mhubiri 6 mstari wa 4. Kama una Biblia unaweza tu kafungua, lakini unaweza akatuwekea Mhubiri 6 mstari wa 4, nikuonyeshe kitu hapo kwenye kitabu cha Mhubiri 6 mstari wa 4. Hebu naomba tusome kuanzia pale kwenye kipengele C, kuanzia pale kwenye jina lake, au tuanze tu hata mwanzoni. Naomba tusome wote kwa pamoja, 1, 2, 3. Yaani hiyo huja katika ubatili na huenda gizani, nalo jina lake limefunikwa giza. Naomba turudie pale, nalo jina lake limefunikwa giza. Kwa hiyo jina la mtu linaweza likafunikwa kwa kutumia giza. Ukashangaa hutajui, zinatokea safari za kikazi, hutajui, jina limefunikwa giza. Inatokea nafasi za kupanda cheo, hutajui, jina limefunikwa giza. Jina la kampuni linaweza likafunikwa giza. Umeanzisha kampuni, miaka nenda rudi, hakuna popote unapoinuka. We mwenyewe unaona kabisa kwamba laiti kampuni yangu ingekuwa inainuka, laiti ili jina la kampuni yangu lingekuwa linainuka, ningekuwa nimefika mbali sana. Jina limefunikwa giza, jina limefunikwa giza. Tuendelee mbele, nikuonyesha kitu. Biashara ya mtu inaweza ikafunikwa kwa kutumia giza. Naomba unielewe, mtu wa Mungu, giza linaweza likaachiliwa kwenye malango ya biashara ya mtu. Natamani nikuonyeshe hivi ili uone uzito. Kwa nini Mungu anataka tutamke nuru? Kwa nini Mungu anataka tuachilie nuru? Nisikilize. Kwenye malango ya biashara ya mtu, giza linaweza kuachiliwa kichawi au kiganga. Na giza likiachiliwa kwenye malango ya biashara, moja ya kitu ambacho kitatokea, utajikuta huoni wateja kwenye hiyo biashara. Utajikuta unaishia kuzungusha biashara kwa hasara. Utajikuta unaishia kuzungusha biashara kwa madeni ambayo hayalipiki. Na ndio maana nikupe tu mfano mzuri. Unaweza ukapita mjini, pita hata kwa mfano barabara ya 10, unakuta maduka ya jumla. Ili hapa duka la jumla, 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 ili hapa duka la jumla. Vitu vingi wanauza kwa bei zinazofanana, lakini unaweza ukakuta mmoja anauza sana, lakini mwingine mpaka anasinzia kwenye biashara yake. Unaweza ukapita mjini ukakuta mtu amelala mpaka anakoroma dukani, yani amelala mpaka anakoroma, anakoroma dukani, haoni wateja. Wakati huo kuna mtu ambaye anauza mpaka anasahau kwamba ulimpa shilingi ngapi, anatakiwa kurudisha shilingi ngapi. Unashangaa amekuzidishia change, anauza sana, lakini unashangaa huuzi. Na uko kwenye prime location, uko kwenye location ambayo ni nzuri na umeichagua vizuri, lakini huvuki, utoboi. Ni moja ya ishara ya kukusemesha kwamba hapa kuna giza limeachiliwa kwenye lango la hii biashara. Naomba unielewe, Mungu anapoleta ujumbe kama huu mwanzoni hivi, anataka atusaidie tuweze kufika mbali katika jina la Yesu. Anataka tufike mbali sana.
tufike mbali sana. Giza linaweza kuachiliwa popote jamani. Inaweza ikaachiliwa kwenye ndoa, ukashangaa hamna amani, hamna furaha, kila siku mafarakano, na mnapishana kwa vitu vidogo vidogo. Giza linaweza kuachiliwa kwenye paji la uso la mtu. Giza likiachiliwa kwenye paji la uso, moja ya kitu ambacho kitatokea, huyo mtu nyota yake inakuwa imezimwa, kibali chake kinakuwa kimezimwa. Angalia, mtu wa namna hiyo hataonekana tena kwenye maisha yake. Unashangaa umepoteza kibali kazini, umepoteza kibali kwenye biashara, umepoteza kibali kwenye mambo yako. Huonekani, hauonekani, haukubaliki, haueleweki. Unashangaa vita imeinuka kazini, huelewi imetokea wapi, huelewi unavukaje kwenye hiyo vita, kwa sababu unakuta kuna giza ambalo adui ameliachilia, na kwa sababu hiyo umepoteza kibali, umepoteza neema ya kuonekana. Mungu amenituma asubuhi ya leo nije nitamke nuru mahali popote ambapo giza limekaa kwenye maisha yako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu amenituma nilete habari njema ya kwamba leo anakwenda kukuhamisha kutoka katika nguvu za giza na kukuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, mahali ambapo pana nuru ya kweli, mahali ambapo utainuka tena, mahali ambapo utastawi tena, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Wakati mwingine wanaweza wakawa wako kwenye giza totoro, lakini hawaelewi kama wako kwenye giza, kwa sababu adui huwa pia anaweza akatumia kanuni ambayo kiroho tunaita na tuwatende kwa akili, ambayo hiyo kanuni mara nyingi ufalme wa giza unautumia hiyo kanuni ili kumfanya mtu kuchukulia ukawaida kwenye hali ambayo sio ya kawaida. Na ndio maana niwape tu mfano mzuri tu wa kawaida. Ukiwa nyumbani kwako usiku, ghafla umeme ukakatika, kukawa na giza. Ule umeme ukikatika pap, kuna giza nene sana, unakuwa huoni. Lakini kadri unavyozidi kukaa kwenye lile giza, ukiwa unasubiri taa iwashwe, ndivyo utakavyoanza kuona ukiwa ndani ya giza. Hivi mnanielewa? Yaani unajikuta taa imezimwa, umeme umekatika, kumekuwa na giza totoro. Unajikuta huoni hata meza iliyoko mbele yako, maeneo ya hapo ulipokaa, huoni chochote, huoni. Lakini kadri utakavyoendelea kukaa kwenye hilo giza, kwa maana kwenye antifoni na zaburi yetu ya leo inasema wale waliokaa katika giza na uvuli wa mauti, nuru imewazukia. Moja ya kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya ni kushughulika na wale ambao wamekaa, kwa sababu kadri unavyozidi kukaa kwenye hilo giza, ndivyo macho yako yatakavyoanza kuona ukiwa ndani ya giza. Kwa hiyo baada ya muda unajikuta unaanza kuona meza, unaanza kuona vitu vyako, mambo yako yanaanza kuonekana, yani ndani ya giza, lakini unaanza kuona. Kwa hiyo kama haitatokea taa, utajikuta umezoea giza. Tuliozaliwa kijijini tunajua miaka hiyo tunakuwa, hakuna umeme mtaani, hakuna kitu chochote. Unatembea usiku, hauna simu yenye tochi, hauna tochi, lakini njia unaiona. Kwa nini? Kwa sababu umezoea giza. Kwa hiyo unaweza ukawa unajitia moyo kwamba mimi hamna giza lolote kwenye maisha yangu, acha hayo mambo. Unaweza ukakutoka kwenye ligiza linene, lakini umelizoea. Mimi nakuambia ukweli, yaani Mungu ameleta ujumbe huu ili angalau uanze kuona kwa jicho la pekee. Hebu niwekee Isaya sura ya 9 mstari wa 2, tuone hapo kwenye ubao. Isaya 9 mstari wa 2. Isaya 9 mstari wa 2. Biblia inasema hivi: watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangaza. Angalia, watu waliokwenda katika giza na wamekaa katika giza,
ikasababisha wao wakafunikwa na uvuli wa mauti. Maana kila penye giza pana uvuli wa mauti, kila penye giza pana uvuli wa mauti. Wamekaa kwenye giza, wamefunikwa na giza, wamefunikwa na uvuli wa mauti. Biblia inasema wameona nuru kuu, wameona nuru kuu, wameona nuru kuu iliyoletwa na Yesu Kristo ambaye ni nuru. Nami ninakuletea hizo habari njema. Bwana akakupe kuona nuru kuu katika jina la Yesu. Bwana akakupe kuona nuru kuu katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Natamka nuru kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu. Sema amen, amen. Natamka nuru kwenye nafasi yako kazini katika jina la Yesu. Sema amen, amen. Wanaopambana kukung'oa kwa kutumia giza kwenye hiyo frame ya biashara, kwenye hiyo biashara, wanaopambana kukung'oa kwa kutumia giza kwenye nafasi yako kazini, badala ya wewe kung'ooka, watang'ooka wao katika jina la Yesu. Watang'ooka wenyewe katika jina la Yesu. Yaani wanashangaa, wanapambana wakung'oe, wanang'oka wao, wanaama wao. Unaendelea kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Ninaona mtu mmoja asubuhi ya leo akienda kunyanyuliwa na Mungu na kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Pendwa katika Bwana, nikuonyeshe siri 3 unazotakiwa kufahamu katika msimu mpya. Nikuonyeshe tu kwa haraka. Siri ya kwanza, imarisha ukaribu wako na Yesu. Imarisha ukaribu wako na Yesu. Kitabu cha Yohana 8 mstari wa 12. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Unaona hapo inatajwa nuru ya uzima. Ukiangalia maneno ambayo Yesu anayasema na kuyatafakari, angalia, Yesu anatoa maelekezo. Biblia inasema Yesu akawaambia tena, maana yake kuna vitu alishawaambia. Akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye nuru. Anasema yeye amfuataye Yesu, yeye anayechagua kumfuata Yesu, anasema hatokwenda gizani kamwe, hatokaa aende gizani. Unaona hilo neno sasa linafanana na la Isaya. Hatokaa aende gizani. Haijalishi giza la aina gani litaachiliwa. Popote ambapo kuna giza, nuru ikiwaka, giza linakimbia. Kwa nini? Kwa sababu giza halina nuru mahali ambapo, halina nguvu mahali ambapo pana nuru. Giza halina nguvu mahali ambapo pana nuru, katika jina la Yesu Kristo. Hapo ndo utaelewa nini maana yake kwenye kitabu cha Zaburi 27 mstari wa 1, ambapo Daudi alisema, Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Yeye anamwamini Bwana kwamba ni nuru yake. Tembea mwaka huu 2026 ukitamka ya kwamba Bwana ni nuru yangu kazini, Bwana ni nuru yangu kwenye biashara, Bwana ni nuru yangu kwenye miradi, Bwana ni nuru yangu kila eneo. Kwa nini? Kwa sababu unapomkiri Yesu kuwa nuru yako na unapokuwa na ukaribu na Yesu Kristo, anatengeneza mahusiano yako wewe na yeye katika kiwango cha Emanueli, yani Mungu pamoja na wewe. Maanake kila unapopita anapita na wewe. Ukipita kwenye magumu anapita na wewe. Unaweza ukapita kwenye moto, ukatumbukizwa kwenye moto, ukahisi amekuacha, kumbe anataka aje aonekane kama mtu wa 4, kama ilivyokuwa kwa kina Shadrach, Meshach na Abednego katika jina la Yesu Kristo. Lazima Mungu aonekane kwako. Na kazi ya pili anayofanya Yesu, unapokuwa umetengeneza mahusiano yako na yeye, anakutia nguvu ili uyaweze mambo yote katika mwaka huu. Kitabu cha Wafilipi 4:13 inasema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nani anakutia nguvu? Yesu. Kama hauna Yesu, huwezi kutiwa nguvu ya kuyaweza mambo yote. Jambo la pili, hakikisha una neno la kutembea nalo katika msimu mpya. Hakikisha una neno la kutembea nalo katika msimu mpya. Nisikilize mpendwa katika Bwana.
Mungu huwa ana kawaida ya kulituma neno la kumsaidia mtu katika msimu mpya. Hiyo imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi ya 107 mstari wa 20, ya kwamba Mungu ana kawaida ya kulituma neno. Kwa nini Mungu ana kawaida ya kulituma neno la kumsaidia mtu kutembea nalo ndani ya mwaka? Ni kwa sababu Mungu kanuni yake ni kuliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Naomba mniwekee kwenye screen kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 12. Yeremia 1 mstari wa 12. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 12. Yeremia 1 mstari wa 12. Kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 12, naomba tusome pamoja kanisa. 1, 2, 3. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Unaona hapo, Mungu analiangalia neno lako, neno lake alilokupa wewe ili apate kulitimiza kwenye maisha yako. Ndio maana huwa tunasema wanadamu wana maneno, lakini Mungu analo neno. Neno la Mungu kwa ajili yako ndilo ambalo litakuwa msingi wa kukuvusha mwaka huu. Neno la Bwana kwenye maisha yako ndilo ambalo litakuwa msingi wa kukupa kuinuka. Mungu analiangalia neno lake. Je, una neno gani unalotembea nalo ndani ya mwaka huu? Kwa mfano, unaweza ukawa na neno ukamwambia tu Mungu, Mungu naomba neno nitakalotembea nalo mwaka huu. Labda moyoni mwako Mungu akakupa neno la Zaburi ya 23 mstari wa kwanza unaosema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hilo neno utatembea nalo mwaka mzima. Kila ukikutana na hali ngumu, mwambie Mungu, Mungu ulinipa neno kwamba wewe ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ninakiri kwenye hii biashara yangu, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kwenye biashara. Kama ni kazini, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu kazini kwangu. Hilo ni neno la kutembea nalo. Kwa mfano, mimi mwaka huu, wakati mwaka unaanza, nilikuwa na maombi ya mfungo. Wakati tuko kwenye maombi ya mwisho wa mwaka, wakati tuko majira ya mwisho wa mwaka, nilikuwa na maombi ya mfungo. Nimemaliza yale maombi ya mfungo, Mungu akaweka neno ndani yangu, akaniambia kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kuinuka tena, mwaka wa kuinuka tena. Na huo ujumbe nimeurekodi, nimeweka YouTube, mwaka wa kuinuka tena. Nami nakutangazia katika jina la Yesu kama kuhani wa Bwana ya kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kuinuka kwako katika jina la Yesu Kristo. Utakuwa ni mwaka wa kuinuka kwako. Hakikisha una neno la kutembea nalo. Jambo la mwisho, hakikisha una imani ya kutembea nayo katika msimu mpya. Hakikisha una imani ya kutembea nayo katika msimu mpya. Hii imani huwa inafanya kazi kubwa mbili kwenye maisha ya mtu katika msimu mpya. Kazi ya kwanza ya imani unayokuwa nayo moyoni katika msimu mpya ni kukupa uhakika wa kufanikiwa katika msimu mpya. Kukupa uhakika wa kufanikiwa katika msimu mpya. Kwenye kitabu cha Waebrania 11 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na uhakika. Hiyo ni Waebrania 11 mstari wa kwanza. Kwa kazi kubwa ya imani unayokuwa nayo katika msimu mpya ni kukujengea uhakika ndani yako wa kufanikiwa katika huo msimu mpya. Kwa nini? Kwa sababu kama kwenye msimu wako mpya huoni mafanikio, huwezi kufanikiwa. Kwa sababu Mungu huwa anatamani pia, kabla yeye hajakupa kitu, uanze kuona hicho kitu. Huwezi kupata zaidi ya pale unapoona. Huwezi kupata zaidi ya pale. Kwa kama unaona mwezi huu utashindwa kulipa ada, kweli utashindwa kulipa ada. Kama unaona mwezi huu utashindwa kufanya marejesho ya watu, wewe jiandae kukamatwa, maana hautarudisha. Kama unaona mwezi huu wa kwanza utashindwa kufanya vizuri kwenye hiyo biashara yako, utashindwa kuuza vizuri kwenye hiyo biashara yako, wewe jiandae kushindwa. Kwa nini? Kwa sababu unaona hivyo. Mungu anauliza kwenye Yeremia 1 mstari wa 11, Biblia inasema unaona nini kwenye hiyo biashara? Ona kushinda katika jina la Yesu Kristo. Ona kulipa madeni ya watu katika jina la Yesu Kristo. Ona kufanya marejesho katika jina la Yesu Kristo. Ona kustawi tena katika jina la Yesu Kristo. Ona kuinuka na kutokukopa tena
katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema tutakopa bali tutakopesha. Acha mentality ya kukopa tu. Tutakopesha, tutakopa katika jina la Yesu Kristo. Kazi ya pili ya hiyo imani ni kukupa kuona uwezekano wa kukamilisha malengo yako na mipango yako katika msimu mpya, hata kama mazingira ya nje hayaruhusu. Ni kukupa kuona uwezekano wa kukamilisha malengo yako na mipango yako katika msimu mpya, hata kama mazingira ya nje hayaruhusu. Naomba niweke hilo andiko la mwisho, kitabu cha Marko 9 mstari wa 23. Andiko letu la mwisho, Marko 9 mstari wa 23. Tumalize nalo hiyo. Marko 9 mstari wa 23. Marko 9 mstari wa 23. Naomba kanisa tusome pamoja, 1, 2, 3. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Unaona hapo anasema yote yawezekana kwake aaminie. Lakini angalia hicho kipengele cha kwanza, anasema ukiweza. Manake ndani yako uanze kuona kuweza, ndani yako ujenge imani ya kuweza, ndani yako uone kuweza. Unataka kuanzisha biashara mwaka huu, ndani yako uone kuweza. Unataka kuanzisha chochote unachoanzisha mwaka huu, ndani yako uone kuweza. Unataka kupanua biashara, kuongeza, ndani yako uone kuweza. Kwa nini? Kwa sababu ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Nami nakutangazia kwa imani, malengo yako yote na mipango yako yote ya mwaka huu, yote yanawezekana kwako wewe unayeamini katika jina la Yesu. Mpe Bwana Yesu makofi yenye utukufu na vigelegele kwa ajili ya Bwana, yenye heshima kwa ajili ya Bwana, yenye kumuinua Bwana. Pokea sifa na utukufu na heshima Mungu wetu. Amen. Naomba tusimame tuombe. Natamani haya ni maombi ambayo tunaita maombi ya akiba. Ni maombi ambayo yatakusaidia mwana wa Mungu. Nimekuonyesha namna ambavyo maadui zetu wanaweza wakatutumia giza kwenye ulimwengu wa roho. Ukashangaa mambo yako hayaendi, ukashangaa vitu vyako haviendi. Nimekuonyesha unaweza ukatumiwa giza ukachukuliwa kawaida kwenye hali ambayo sio ya kawaida. Natamani tuwe na ajenda mbili tu za kimaombi. Ajenda ya kwanza, tuombe kuondoa kila giza kwenye maisha yetu. Unajua Biblia inataja kwenye kitabu cha Wakolosai 1:15, kuna nguvu za giza huwa zinasimamia giza liendelee kuwepo kwenye maisha ya mtu. Roho za giza zinasimamia hilo giza. Natamani tukapige hizo roho za giza, tukapige kila uchawi uliobeba giza, kila uganga uliobeba giza kwenye maisha yetu, giza la aina yoyote lililotumwa kwenye maisha yetu. Mungu akashughulika nalo katika jina la Yesu. Hiyo itakuwa ajenda yetu ya kwanza. Ajenda yetu ya pili itakuwa ni kutamka nuru, kutamka nuru, kutamka nuru na kufanikiwa, na ndio tutamaliza. Nyanyua mkono wako mmoja juu kwa Bwana kwa imani. Nyanyua tu mkono wako mmoja juu kwa Bwana. Omba kwa imani pamoja nami kwa sauti kubwa. Tuseme, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakimbilia mbele zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninajitakasa kwa damu ya msalaba, kwa damu ya Kalvari. Nisamehe Yesu pale ambapo nimekukosea kwa mawazo, maneno na kwa matendo. Bwana Yesu, nakukaribisha kwenye moyo wangu, wewe ambaye ni nuru, ili uniwezeshe kushinda kila vita ya giza. Nami kuanzia sasa, sema kwa imani, nami kuanzia sasa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, ninapiga roho za giza, roho za giza zilizoachilia giza kwenye maisha yangu, kwenye biashara,
kwenye vitega uchumi, kazini kwangu, kwenye jina langu, kwenye uso wangu, kwenye maisha yangu. Ninapiga hizo roho, ninapiga hizo roho. Giza achia, giza achia, giza achia, giza achia. Aya, omba, piga hizo roho za giza, piga hizo roho za giza. Omba kama utaomba tena. Aya, nguvu za giza toka, achia maisha ya watu. Omba kama utaomba tena. Peleka damu ya Yesu. Msaidieni huyo huko, msaidieni huyo huko, msogeze huko mbele. Piga hizo roho za giza, hizo roho za giza ambazo zimekamata maisha ya watu. Msogeze hapa, hizo roho za giza kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia. Msogezeni hapo huyo alianguka kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia roho za giza, roho za giza. Piga, piga hizo roho za giza, piga hizo roho za giza, piga hizo roho za giza. Zinasababisha usiinuke, usiendelee. Omba kama utaomba tena, omba kama utaomba tena, omba kama utaomba tena. Piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo roho. Ziachie, 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 ziachie. Kuna giza linaondoka, kuna giza linaondoka. Kuna watu wanaachiwa, kuna watu wanaachiwa, kuna watu wanaachiwa, kuna watu wanaachiwa. Msogezeni hapa. Kuna watu wanaachiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za giza achia, achia, achia. Piga hilo giza, piga hilo giza, piga hilo giza. Liachie maisha yako, liachie maisha yako, liachie familia, liachie vitu vyako, liachie hizo biashara kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila giza linaondoka, 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 linaondoka. Sogeza hapa. Roho za giza toka, achia nyota ya binti, toka, toka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Neema ya Bwana, neema ya Bwana ikaachilie nuru na kila giza liondoke kwa jina la Yesu. Hebu weka mkono wako kwenye paji la uso. 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 Roho Mtakatifu ananisemesha. Roho Mtakatifu ananisemesha. Kuna watu, kuna giza limeachiliwa kwenye paji la uso na nyota zao zimezimwa. Vibali vyao vimezimwa na kuanzia nyota zao zimezimwa. Mambo hayaendi tena kwenye biashara. Mambo hayaendi tena kwenye vitu vyao. Ndio, 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 ndio. Hiyo nyota iliyozimwa kwa giza, hiyo nyota, roho za giza toka, toka chia, toka chia, toka chia. Hebu sema, Bwana Yesu, ninaita damu ya Yesu iliyobeba nuru, iliyobeba nuru ipite kwenye maisha yangu. Iachilie nuru, iachilie nuru kwenye nyota yangu, kwenye nyota yangu. Ninakiri nuru kwenye biashara, ninakiri nuru kila eneo la maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nataka sasa tunapomalizia, kuna watu ambao Mungu ananisemesha moyoni niombe nao kwenye hii madhabahu, niombe nao kwenye hii madhabahu. Kama ukiangalia kwenye maisha yako unaona kabisa kwamba kuna giza limekaa mahali, ukiangalia unaona kabisa mambo hayaendi, mambo hayaendi, mambo hayaendi, mambo hayaendi. Narudia tena, unaona mambo hayaendi, unatumia nguvu kubwa lakini mambo hayaendi, mambo hayaendi. Kuna giza unaliona limekaa mahali. Ili somo limegusa eneo, kuna giza unaliona. Mbali na kujitamkia, kuna wakati unahitaji nguvu ya madhabahu itakayoenda kugeuza na kufanya mabadiliko na kufanya mageuzi. Jesus, ukija usipige magoti ili wengine wapate nafasi ya kusimama. Naomba tu simame, simama, simama. Waliopiga magoti simama, 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 simama. Wewe kama moyoni unasikia msukumo wa kukimbia kwenye madhabahu ya Bwana, ramandarabasaka, huko msaada wa Bwana. Ndio, msogezeni hapa. Huko msaada wa Bwana kwa ajili ya kukuvusha mahali. Ndio, 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 huko msaada wa Bwana. Unaona liko giza limekukamata. Hii ni Jumapili ya kwanza. Hii ni Jumapili ya kwanza kwa mwaka huu. Ni Jumapili msingi. Kwa kama kuna giza linatakiwa liondoke ili nuru iwe sehemu ya maisha yako kwa mwaka huu wote.
Unaona kuna giza limekaa mahali, unahitaji nuru ya madhabahu, unahitaji nuru ya madhabahu, unahitaji nuru ya madhabahu. Ramandarabasaka. Ninasikia nguvu za Mungu zimeachiliwa hapa. Ninasikia uwepo wa Bwana umetawala hapa. Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wanavushwa, kuna watu wanatoka na nuru, kuna watu wanatoka na nuru. Anza kumimina moyo wako kwa Bwana, msaidieni huyo. Anza kumimina moyo wako kwa Bwana. Rapakoriabasaka, rapakoriabasaka, ramandarabasaka. Anza kumimina moyo wako kwa Bwana, anza kumimina moyo wako kwa Bwana. Kuanzia sasa ninakutamkia kwenye hii madhabahu, ninakutamkia kwenye hii madhabahu. Ndio, kuna watu wataanza kuona kuna giza linaondoka. Kuna watu wataanza kuona kuna vitu vinawaachia. Ninakutamkia kwenye hii madhabahu, ninakutamkia kwenye hii madhabahu. Wewe ambaye umesogea kwenye madhabahu, wewe ambaye unaona giza eneo fulani la maisha yako, nakutamkia hilo giza likuachie kwa damu ya Yesu. Hilo giza likuachie kwa damu ya Yesu. Hilo giza likuachie kwa damu ya Yesu. 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 Kuna watu wameanza kuachiwa. Kuna watu wameanza kuachiwa. Kuna watu wameanza kuachiwa. Kuna watu wameanza kuachiwa. Rapakoria basaka. Katika jina la Yesu. Kuna watu nguvu za Bwana zimewakamata. Oh, wanaachiwa, 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 wanavuka mahali. Giza linaondoka, giza linaondoka, giza linaondoka. Na amuru madhabahu iachie moto utakaoleta nuru kwenye maisha yako. Na amuru madhabahu iachilie moto utakaoleta nuru kwenye maisha yako. Na amuru madhabahu iachilie moto utakaoleta nuru kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Hebu wote kwa pamoja mpaka huko nyuma sema Bwana Yesu. Mpaka huko nyuma sema Bwana Yesu. Ninatamka kuanzia sasa iwe nuru kwenye biashara, iwe nuru kazini kwangu, iwe nuru kwenye vitega uchumi, iwe nuru kwenye jina langu, jina la kampuni, iwe nuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, tamka nuru kwa dakika chache. Tamka nuru kwa dakika chache. Hapa ndipo tunapomaliza maombi yetu. Tamka nuru kwa dakika chache. Tamka nuru, tamka nuru. Biblia inasema Mungu akasema, na iwe nuru. Tamka kwa imani, let there be light. Tamka kwa imani, iwe nuru katika jina la Yesu. Iwe nuru katika jina la Yesu. Yawezekana hauingii kwenye ndoa kwa sababu kuna giza limekaa. Tamka iwe nuru. Yawezekana kwenye biashara haupati mpenyo kwa sababu kuna giza limekaa. Yawezekana kuna mahali upati mpenyo kwa sababu giza limekaa. Omba, 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 omba. Mimina moyo wako kwa Bwana. Mimina moyo wako kwa Bwana. Mimina moyo wako kwa Bwana. Tamka nuru, tamka nuru, tamka nuru, tamka nuru, tamka nuru, tamka nuru. Ni Jumapili msingi, ni Jumapili limbuko, ni Jumapili limbuko. Mwambie Bwana mwaka huu wote ukawe na nuru. Mwambie Bwana mwaka huu wote ukawe na nuru. Mwambie Bwana mwaka huu wote ukawe wa neema. Mwambie Bwana mwaka huu wote ukawe wa mpenyo. Tamka kwa imani, tamka kwa imani, tamka kwa imani, tamka kwa imani. Urubu shamandaraba koria. Kuna watu madeni wanayodaiwa yanakwenda kumalizwa na Bwana, yanakwenda kumalizwa na Bwana, yanakwenda kumalizwa na Bwana, yanakwenda kumalizwa na Bwana. Bwana anakwenda kukufanyia wepesi. Mambo hayaendi. Bwana anakwenda kuachilia mafuta ya alfa yatakayofanya mambo yaende. Tamka nuru, tamka nuru, tamka nuru. Na kutamkia nguvu ya madhabahu itakayokutetea, nguvu ya madhabahu itakayokupigania, nguvu ya madhabahu itakayokushindia, nguvu ya madhabahu itakayokuvusha. Ramanda rabasaka. Katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo, na iwe nuru katika jina la Yesu, na iwe nuru katika damu ya Yesu, na iwe nuru katika jina la Yesu. Wanaonisikia waseme amen. Iwe nuru katika jina la Yesu. Iwe nuru katika jina la Yesu. Ukastawi katika jina la Yesu. Ukaongezeke katika jina la Yesu. Ukapate katika jina la Yesu. Ukainuke sana katika jina la Yesu. Ukafanikiwe
kila vita itakayokuja mbele yako ukashinde. Rapa koria basaka, mitego ya siri waliokutegea ikawanase wao wenyewe. Rapa koria basaka. Tumwamini Bwana katika neema yake. Tunakwenda kushinda na zaidi ya kushinda kwa Bwana aliyetupenda. Tunakwenda kuvuka na zaidi ya kuvuka kwa Bwana aliyekupenda. Naona kuna mtu anainuliwa mahali. Naona kuna mtu anavushwa mahali. Naona kuna mtu anapenya mahali. Naona kuna mtu anakwenda kustawi mahali. Naona kuna mtu Roho Mtakatifu ananiambia, namfuta machozi, namfuta machozi. Rapa koria basaka, namfuta machozi, namfuta machozi. Pokea kufutwa machozi kwa damu ya Yesu Kristo. Mpe Bwana Yesu makofi yenye utukufu. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Jesus. 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 Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Oh, thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Ninakuhakikishia kwenye hii madhabahu, maisha yako hayatabaki kuwa ya kawaida. Mungu anakwenda kukubadilisha tena. Unatoka na ushuhuda kwenye hii madhabahu. Unatoka na ushuhuda kwenye hii madhabahu. Rudi ukakae katika uwepo wa Bwana na neno la ushuhuda huu ya kwamba nuru inakwenda kwa sehemu ya maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akukumbuke, Mungu asikuache, Mungu asinyamaze, Mungu asitulie kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.